Mkumbushe mwanao kwamba siku aliyokuja duniani alikuja akilia kwa sauti, huku watu waliomzunguka wakiwa wanatabasamu. Hivyo basi anapaswa kuishi na watu vizuri, kiasi kwamba siku atakapokuwa anaondoka duniani, watu watakaokuwa wanamzunguka walie kwa sauti, huku yeye akitabasamu. Mfundishe kwamba kipimo cha utu wake ni kazi, hivyo afanye kazi kwa juhudi na maarifa siku zote za maisha yake. Mwambie afanye kazi kwa malengo na kujituma, kiasi kwamba salio la akaunti yake ya benki siku moja lifanane na namba zake za simu. Na ili hayo yawezekane, mwambie awe ana nidhamu ya pesa na ajenge utamaduni wa kutunza pesa na kujiwekea akiba. Katika hili mwambie aige kutafuta pesa na asiige matumizi. Mwambie mwanao aipende pesa kwa vitendo na sio kwa hisia. Kila mtu hapa duniani anahisia kwamba kuna siku atafanikiwa katika maisha yake. Ila wanaopata hiyo bahati ni wale wanaoishi kwa malengo, kujituma na kuhangaika. Hakuna siku mbingu itafunguka na mikate ishuke kutoka angani. Hakuna dhambi mbaya kama uoga. Mwambie mwanao hata siku moja asiogope kudai haki yake. Na katika hili msisitize kwamba kama akifanya kazi ambayo inazalisha pesa na mwishowe asipate kitu chochote, ajue dhahiri ya kwamba kuna mtu amepata. Na ikiwa ameajiriwa, mwambie atumie kipato chake kwa malengo na kwa umakini sana. Asije akafanya kazi ili apate pesa, anunue gari ili aitumie gari hiyo kuendea kazini. Atachelewa sana. Mwambie ajifunze kununua vitu vinavyozalisha pesa nje ya ajira, ili siku moja aweze kujitegemea kiuchumi. Mwambie mwanao Mwenyezi Mungu amempa akili ili aitumie kutatua matatizo yake, na akiitumia vibaya atatengeneza matatizo zaidi kuliko kutatua. Utakapokuwa unaongea naye, naomba umwambie asiwe na tamaa, hasa ile ya kutamani maisha ya watu wengine, kwa sababu ni ngumu sana kujua uhalisia wake. Sisi binadamu ni kama mwezi, tuna upande wenye giza na upande wenye mwanga. Siku zote watu huona upande wenye mwanga tu, upande wenye giza daima hubaki kuwa siri. Na kuomba umfundishe mwanao namna ya kufikiri na si nini cha kufikiri, ili kesho na kesho kutwa asije kuwa na fikra ndogo kama kenge anayekimbia manyunyu ya mvua na kuingia mtoni ili asilowe. Na zaidi ya hapo, usiache kumfundisha akili za watu na matendo yao katika mwitikio dhidi ya ujuaji wa mambo. Na hapo umwambie hivi: mjinga hajui kitu na hajui kama hajui. Mjanja hajui kitu na anajua kama hajui. Mshenzi yeye anajua halafu anajifanya hajui. Na mpumbavu yeye hajui halafu anajifanya anajua. Mwambie siku zote wanaolalamika jinsi mpira unavyodunda, mara nyingi ndio hao walioudundisha. Mwambie kuishi na watu ni kazi kubwa inayohitaji umakini sana. Na ili afanikiwe katika hilo, mkumbushe kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba binadamu ana masikio mawili na mdomo mmoja. Maana yake ni kwamba siku zote mwambie awe nasikiliza zaidi kuliko kuongea. Na kamwe asijali maneno mabaya ya watu dhidi yake, kwani mtu huwezi kuwazuia watu wasiseme, ila unaweza kuzuia mdomo wako usiseme. Mwambie mwanao mara zote atakaposimama mbele ya kundi la watu wengi, ni vigumu sana kukubalika na watu wote, na vigumu pia kuchukiwa na watu wote. Kwa mfano, atakaposimama mbele ya kundi la watu 100, basi walau watu 15 watampenda kabla hajafanya chochote, na watu 15 watamchukia kabla hajafanya chochote. Watu 70 waliobaki watamchukia au kumpenda kutokana na kile atakachofanya. Mwambie kamwe hawezi kupendwa na watu wote au kuchukiwa na watu wote. Mtie moyo mwanao kwa kumweleza kuwa matatizo ni sehemu ya maisha, kwani hata dhahabu hupitishwa kwenye tanuru la moto kabla haijang'ara. Hivyo akiona matatizo yanamwandama, basi ajue neema inakaribia. Hata Waswahili walipata kusema, ukiona kiza kimezidi, basi ujue kumekaribia kupambazuka. Maisha yana furaha na matatizo, na maisha yana raha kwa sababu ya matatizo. Mwambie mwanao uchungu wa nyanya chungu ndio utamu wenyewe eti. Mwambie kuna namna kuu mbili za kukabiliana na changamoto. Ya kwanza ni kuitatua au kuibadilisha changamoto, na ya pili ni kubadilika yeye ili aendane na changamoto. Na hapo umkumbushe kwamba mara nyingi mtu unaposhindwa kulitamka neno, huwa inakulazimu kufikiria sentensi mpya ili tu kuliepuka hilo neno.
Haya yote ninayokuambia ndugu yangu, naomba umfundishe wewe. Haina sababu ya kungoja mpaka ulimwengu umfundishe. Watu siku hizi si wema tena na hawana upendo kama zamani. Mfano, unaweza kufanya harambee ya kuchangia ujenzi wa bwawa la kuogelea na mtu akakuletea ndoo moja ya maji kama mchango wake. Mwambie asiwategemee sana watu wengine katika kufanikisha mambo yake ya msingi. Kwa hivyo basi, jambo lolote ambalo anaweza kulifanya mwenyewe asisubiri afanyiwe na watu. Na usisite kumwelimisha kwamba chanzo cha furaha yake siku zote ni yeye mwenyewe, na akiwa na mazoea kutegemea watu wengine ndio wawe chanzo cha furaha yake, inaweza ikawa kinyume chake. Ndugu yangu, utakapokuwa unamwambia maneno haya, usisahau kumkumbusha kujifunza na kujaribu vitu vingi katika maisha yake. Mwambie ni heri afanye kitu na kujutia baadaye kuliko kuja kujuta kwa kutokifanya. Mwambie elimu bora haipatikani shuleni tu, ajifunze na elimu ya mtaani pia. Kuwa na marafiki ni kitu kizuri, ila kuwa na marafiki wabaya ni bora kuwa peke yake. Mwambie marafiki atakaochagua na kuwa nao ndio taswira yake, yani atakuwa kama wao. Na kamwe asijadili matatizo yake na watu walioshindwa kutatua matatizo yao. Yapo mambo mengi sana ambayo nilitamani umwambie, lakini muda si rafiki sana. Kwa leo naomba umwambie hayo tu. Ikiwa atakuuliza swali lolote kuhusu haya niliyokuambia halafu likakushinda, basi nipigie simu tuongee naye. Namba yangu ni 0654756755. Na kama atakuuliza kuhusu mapenzi, mahusiano au ndoa, mwambie mnahitaji muda usiopungua wiki moja ili kujadili hiyo mada kwa ufupi. Ila kwa leo, akikuuliza mapenzi ni nini, mjibu kwa ufupi sana kwamba mapenzi ni hisia zinazoumiza ambazo hazichoshi. Na akikuuliza ni namna gani ya kupata mchumba anayefaa, kwa ufupi sana mwambie mchumba mzuri hachukuliwi ila anachaguliwa. Na akikuuliza ndoa ni nini, hapo sasa badilisha na lugha ili asikuulize tena. Mwambie it is a 3-circle ring. Yani kuna engagement ring, halafu kuna wedding ring, na mwisho kabisa ni safari. Mpendwa, kwa kuwa wewe ni binadamu, unaweza kusahau kumwambia neno lolote kati ya hayo. Ila kamwe usije ukasahau kumwambia kuwa maneno haya ninayokuambia yameandaliwa na kuletwa kwako na Mwalimu Amos Ibrahim Mwijonge kutoka Unlimited Professional Trainers. Asante. Na msikilizaji, ikiwa unahitaji kupata elimu au maarifa sahihi kuhusiana na jambo lolote, huduma au msaada wa kitaalamu, wasiliana na Unlimited Professional Trainers kupitia simu namba 0788583078. Nao watakukutanisha na wataalamu wasio na mipaka katika jambo hilo. Kumbuka, shuleni na vioni unakutanishwa na wataaluma, ila Unlimited Professional Trainers wanakukutanisha na wataalamu wasio na mipaka katika jambo lolote linalohitaji msaada. Na ikiwa unahitaji mafunzo au elimu kwa njia ya simu au kwa njia yoyote ile, usisite kuwasiliana na Unlimited Professional Trainers kwa namba hiyo hiyo ya 0788583078.